Nipo na Simba Saifu Mipapa kwenye line ya simu. Tulizungumza awali mapema kabisa mwanzo wa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara, ikiwemo na michuano mingine ambayo Simba Sports alikuwa akishiriki. Alichokizungumza ni kwamba Simba Sports anaweza kushinda treble msimu wa 24-25. Nipo naye kwenye line ya simu kuzungumza naye kwa hivi sasa. Kwanza kujua hali yako iko vipi Mipapa? Jafeti, namshukuru Mwenyezi Mungu mwenye haki na pumzi ambayo nayo, na mwenye haki na uzima pia. Na unawezekana unayo pumzi lakini usiwe mzima. Ukawa ni mgonjwa. Allah, namshukuru Mungu huyo Jafeti. Maana nikisema hivyo tushakuwa na miungu mingi katika dunia bwana. Mimi huyu ndio namuamini kwake. Jafeti, mimi ni mzima wa afya kabisa. Uko buheri kabisa? Bwana, niko buheri na naona mambo yanakwenda kama yalivyopangwa. Tofauti yake ni wakati umenikataa kidogo. Umeanza na kauli ya kwa huyu mwamba ndo alisema kwa Simba atatoa vikombe vyote. Ni kweli? Ilikuwa ndio shabaha yangu kubwa kabisa na nilikuwa naliona hilo. Lakini kwa mazingira tofauti Jafeti, limeshindikana kutoa viwili. Kimebaki kimoja ambacho nina imani ya 100% sasa. Hicho moja kati ya vitatu hicho tutakipata. Mipapa, mimi nataka nijue Simba Sports ni kweli imekutana na mechi za papo kwa hapo, kwa maana ya tofauti ya siku mbili, siku ya tatu ni siku ya mchezo. Moja ni kwamba fatiki ilitawala wachezaji, mbili mabadiliko kwa maana ya rotation aliyoifanya Mwalimu Fadlu Davis imemgharimu, tatu uwezo wa Singida Black Stars ulitosheleza kuhukumu Simba Sports. Jafeti, kwa bahati mbaya nzuri ukweli kwa Tanzania hakuna timu inayoshinda Simba katika quality. Kwa Tanzania. Sasa niondoe hoja ya uwezo, si Yanga, si Singida, si nani. Hakuna timu yoyote inayozidi Simba kwa quality, kwa mchezaji mmoja mmoja, kwa performance ya timu nzima. Sasa bahati mbaya nzuri katika hizo timu Jafeti ikiitwa Simba Sports, basi assume kwa hiyo ni Simba. Haitojalisha kwa nani na nani walikuwepo na nani na nani hakuwepo, hukumu yake itakuwa Simba imefungwa. Kwa hiyo hii inaondoa hoja ya kwanza ya quality. Hakuna timu yoyote ina quality kufananisha na Simba, haipo kwa maana ya kiujumla, niseme hivyo. Lakini Jafeti ilikuwa inahitaji roboti kusema kweli. Tungefanikiwa, tungebaki kuambia wachezaji well done, yani mmefanya kazi kubwa kuliko kiwango, lakini kwa inahitaji roboti. Na nitakukumbusha Jafeti, kwa sababu hatutaki kustiki sana kwenye malalamiko, utakuwa hatuna tofauti ya wenzetu, maana tutakuwa tunaishtumu TFF. Lakini tutazungumza kwa sababu ni maswali tunaojiwa, tunapasa kujibu hayo maswali na vitu vingine. Jafeti, nakumbuka wakati Yanga inafungwa na hii leo Singida, kabla ya hapo ilikuwa ni nani hawa IHF. Miongoni mwa mechi zote mbili mwalimu wa Yanga alizungumzia fatiki, kama unakumbuka. Mechi ya kwanza Yanga alikuwa anatoka kwenye mashindano ya kimataifa, wakapewa Singida, hawajapumzika ni siku 3, wakapigika, wakasema bwana wachezaji wamechoka kwa sababu ya safari na vitu vingine. Umeelewa Jafeti? Mechi ya pili kama hivyo hivyo. Sasa unapozungumza fatiki kwa wachezaji Jafeti ni kitu kikubwa. Jafeti, assume finali uko na Rais Berkane. Unakwenda kuwapa wachezaji big match, wanafunguka wanacheza. Hawajatulia, wanaenda kuwapa Singida ambao wanasema hawana quality kama Simba, lakini ni miongoni mwa timu kubwa kwa sasa, sababu inagombania katika nafasi 4 zile za juu. Mechi ya kwanza wanakwenda kuifunga Singida, wanapumzika siku 3, unawapa mechi nyingine. Tulikuwa tunahitaji miujiza tu Jafeti. Ndio maana rotation pia ilichangia, kwa sababu ilikuwa ni lazima kuna watu waambie wafanyaje? Wapumzike. Ilikuwa ni lazima kwa sababu wao ni wanadamu, nao kuna mtu anahitaji kweli kupumzika. Na kama unakumbuka wakati tunatoka kumaliza mechi ya Singida ya kwanza, alipewa Kagoma maiki, na kama unakumbuka alizungumzia swala kupumzika. Lakini tulikuwa tunahofu hata kuwadai TFF kwamba jamani tunaomba tuposogezeni mchezo, kwa sababu kuna nongwa zimeandaliwa Jafeti, ni nongwa za juu, yani nongwa za hali ya juu kabisa. Na nadhani utaona kuanzia leo utosikia tena nongwa, tutasubiri tuone katika dabi inakuwaje, kwa sababu Simba hayuko tena katika final ya Federation. Sasa hata kuna muda unatamani udai haki yako Jafeti, lakini unaanza kuidai kwa nani? Kwa muda gani? Unaidai wapi? Manake ukianza na wewe kudai unakuwa uko sawa na watu wengine.
Nitumie mfano huu Jafet, ndio vitu ambavyo naona pengine vimetugharimu mpaka tunakwenda kukosa hicho ambacho nilikitabiri. Jana nilikuwa nasikiliza kituo kimoja cha radio, watu wanashindana. Kuna mtu kakaa kabisa kwenye kituo cha radio anasema kuna timu 5 zimeandika barua nataka kususia waamuzi kama na kususia ligi. Anapigiwa afisa habari wa TFF, anasema yeye hajapokea hilo na hajui kabisa. Lakini aloandaa hichi kitu ni mwandishi Jafet. Unaanza kujiuliza swali, huyu mwandishi anatumia ubongo gani kufikiri? Huu kama wangu mimi au ana ubongo wa peke yake moja? Huyu mwandishi anapojifungia vyumbani na watu wanaomdanganya, kwa nini asijistukie? Kwa sababu ameshazungumza vitu takriban 5 alafu havitokei. Umeelewa Jafet? Sasa unaenda kuona ukiachilia mbali na mwanzo nilisema tutakwenda kufanikiwa kutoa vikombe kwa mikiki yote ya ligi ambao mimi nafahamu hiyo ni mikiki. Umeelewa? Sasa hizi ilikuwa inatafutwa na namna gani ya kutokuicheza dabi. Sababu dabi moja wangekubali kucheza kama tungekwenda finali, lakini dabi ya pili ndio hiyo wanajifanya wanasusia. Wanatafuta nguzo nyuma yake. Nguzo gani tutakwenda kukomaa na hili? Kwa hiyo Jafet, sisi tulikuwa tuna haki ya kulalamika kwa sababu watu washaandaa mazingira ya kutufanya sisi tusipate chance ya kulalamika, kwa sababu mlalamikiwa naye haruhusiwi kufanyaje? Kulalamika. Kwa hiyo imetengenezwa mazingira, sisi tungeomba mechi isogezwe. Sema kweli Singida ana timu si ya kufunga. Ni kweli watazama Singida. Unazungumza kwamba hakuna timu ambayo inaizidi quality Simba Sports. Lakini tuanzie kwenye namna mchakato wa mashambulizi unapoanziwa kujengwa mpaka shambulizi lenyewe la mwisho vile linavyotengenezwa. Kwa Simba Sports umeona kukosekana kwa mwendelezo wa kutafuta nafasi ama kutumia nafasi wanazozitengeneza. Moja, shida ni Simba Sports inakosa wachezaji wanaoweza kuchukua taarifa kwa haraka, kutafsiri taarifa na kujua ni wapi taarifa ielekee. Pili, ni kwamba Simba Sports imekuwa na wachezaji wa viwango vya panda shuka. Leo anakupa, kesho kinakosekana. Ama ni nini changamoto? Jafet, ya dunia nzima ukiacha wachambuzi wa 15 hakuna timu inakuwa mechi zote ina quality ile hakuna. Dunia nzima hakuna timu hiyo. National anakuja kwenye mashindano ya kimataifa anakupa kitu, anaenda kwenye ligi anazuiliwa na Almasri. Umeelewa Jafet? Na Simba saizi wana wafungaji wamefuatana. Sasa kama Simba kweli haina uwezo wa kutengeneza hayo mambo Jafet, walikuwa wanawezaje wachezaji wake? Mtu anapata goli 15 anatoka, huyu anapata goli 12 anatoka, huyu anakuwa na goli 13. Tumeelewana Jafet? Maana yake zilitengenezwa kuanzia awali mpaka wanakwenda kufunga. Sasa sio kawaida kufananisha. Umeelewa Jafet? Kama jana tulikwenda na staili ile, basi kesho tuende na hiyo. Kama kesho tulikwenda na kesho kutwa twende, basi hao wote watakuwa wanatuogopa. Maana yake watakuwa nao hawana approach mechi kwamba sasa tunacheza na Simba anaanzia chini tukakabie chini ili mradi tumzuie. Umeelewa? Na ukifanikiwa kukaba timu katika kaliba yake, namna yake ya uchezaji, basi timu inapaswa ibadilishe namna ya uchezaji wenyewe kama wachezaji. Otherwise mwalimu aliwaambia siku ikitokea tumeshikwa tufanye hivi. Sasa kuna mtu anakuja anakushika kwenye approach moja, inasababisha approach zote haziendi. Sio, umeelewa? Hiyo ya kwanza ulikusudia iende na hiyo ya pili haiendi. Baada yake unawataka wachezaji watumie quality walizonazo kwenda kutafsiri sasa mchezo mzima. Maana yake watachezea uzoefu, utaona wanapishana, utaona kuna muda wanagongana. Jafet, huo ndo mchezo wa mpira. Bahati mbaya Jafet, mchezo wa mpira Tanzania yani umekuwa na wachambuzi hawajiwezi, umekuwa na mashabiki wengi hawajiwezi. Umeelewa vizuri? Nikisema wachambuzi hawajiwezi, wewe kama mchambuzi kama utakalia upande ambao unauona uweze hata kukusaidia na ukaendelea kukomaa, maana wewe una tatizo, una ubongo mdogo. Kwa Jafet, hakuna mpira huo wanaambie wapi. Jafet, international sote mdogo inachukua bakola 5. Umeelewa sio? Kwa nini international hawana approach mechi? Wamewafunga Barcelona ambao sasa hizi ukiwapa PhD Barcelona, PSG hawezi kuwafunga Barcelona. Mimi nakuahidi. Kwa nini? Kwa namna ambavyo wanacheza PSG wanafanana na Barcelona, uchezaji njia, lakini tactically Barcelona ana watu hatari pale mbele. Ila internationali alimtoa. Kwa wachambuzi wetu wakifika huko walau wanazungumza mpira, wakija huko wanashuka kabisa maarifa. Kuna muda wanakiri, wanasema Simba sio timu inayotakiwa iwe inashinda, kuna siku ifungwe. Umeelewa sio? Siku ikifungwa inapewa uthamani mdogo kuliko timu yenyewe. Jafet, tunaishi sawa?
Lazima kuwe kuna utofauti. Yaani muda wanafikiri wanasema hizi timu kubwa nazo zinahitajika kufungwa. Sometimes labda zinabebwa na matokeo na vitu vingine na waamuzi. Siku ikitokea timu hizi zimefungwa wanaanza kutafuta mchawi nani fulani ujue acheze kwa quality, ujue Simba. Sasa nyinyi mtakuwa watu gani brother? Hamjawahi kuwa na misimamo, hamjawahi kujua mnachokizungumzia. Kwa hiyo Jafet, Simba kama timu, timu ni kufungwa ni msingi, inafungwa na timu yoyote, vitu hivyo nazungumzaga kila siku. Labda usijui uweke timu gani. Huwezi kuwa na timu iwe na quality ya kufunga watu tu, maana yake wewe unakuwaje? Tuseme unakuwa unbeaten in league, unbeaten in federation, si umenielewa? Unbeaten in club bingwa, so kweli huo sio mpira sasa. Hiyo ni timu hatari sana, siku ikitengenezwa na mimi nitaiheshimu. Lakini kwa timu hizi ambazo tunazungumza mimi na wewe Jafet, kuna muda unapasa kufungwa. Ila nimezungumza katika issue ya quality, nilikuwa nakusudia Simba ndo timu pekee ambayo juzi imemaliza kucheza finali. Tunangoja finali kati ya Pyramid na Mamelodi Mamelodi. Umenielewa vizuri? Lakini Simba amecheza kombe hili ambalo amecheza, alikuwa na nani huku nyuma? Si hawa Singida. Watu usajili huu walokuwa nao hawana uwezo wa kutoboa makundi. Manake tactic Simba alikuwa yuko sawa kwa kweli. Na Simba anacheza huku Jafet ni kustue, ndio maana anakuambia Simba ana kiwango kuliko timu zozote. Simba wakati anamkanyaga mbili hapa Constantine nakumbuka kutoka Algeria ni sawa. Yanga alicheza na MC Alger. Katika msimamo wa ligi Constantine alikuwa juu kuliko MC Alger. Yanga akataka goli moja akakosa, Simba akamkanda 2. Yaani nazo fakti za kutosha nyingi, umenielewa vizuri? Sisi tunachozidiwa na Yanga kwa sasa ni wingi wa magoli ambao walifunga GSM FC. Hicho ndo kitu ambacho tunazidiwa, lakini hakuna kitu kingine chochote ambacho sisi wanatuzidi. Kwa sababu nakwambia mfano mdogo mimi. Nataka nikuonyeshe hali ilivyo kwa sasa. Ndio pengine inatukosesha sisi tuliamini haki itabaki. Wenzetu watajadili katika haki, hao watu watia oga TFF ili tucheze mpira. Nadhani miongoni mwa timu zimeshuka Ken Gold himo. Lakini ukiwatafutia kuna mechi walilazimishwa kufungwa na wao ndo walikuwa wanashinda hiyo mechi. Ukiwapa pointi 3 saizi walipo umewasogeza, hawapo tena walipo sasa. Na mechi zilizobaki pengine wasingeshuka, lakini walowashusha daraja Ken Gold kwa kuwaibia mpira hujavuka katika mstari wakaambiwa goli. Leo ndo ambao wanatengeneza migogoro ya lazima. Simba TFF wanatolewa njiani. Kwa hiyo ukiacha fatiki, hizi ni mbinu ambazo zilitumika kutaka kuihujumu Simba. Kwa wao Saifu kwa upande sasa wa Young Africans, mashabiki walio wengi wanaona dhahiri shaili mnyama kala nyoya, kama ambavyo alitafuta sababu za tarehe 8 kukimbia mechi, na ndivyo ambavyo amekimbia finali. Linazungumzwa hilo, kwako unatazamaje? Kweli kama Simba hii ingeenda finali basi ingedhalilishwa? Tuna mechi hapo kesho kutwa. Kabla ya hiyo finali sitaanza mechi ya kesho kutwa. Waje waangalie kitakachowakuta afu wangejua na hiyo finali inakuaje. Si umenielewa Jafet? Kuamini kwambie kwa uelewa mdogo, kwanza wanataka kujikweza. Sisi tunakwenda kucheza mechi na Singida ambao wamepata matokeo wa disaster, mimi naita majanga ambao si ametukuta tu. Ukiwa mechi mfululizo kwetu imekuwa kama janga. Umenielewa Jafet? Sasa si tuzungumzie hilo wasijikoshe, yani ikaonekana labda wao walikuwa wanaweza kupambana na sisi. Hapana. Wao wanayo mechi itakayotafsiri ubingwa wa ligi kuu. Ubingwa mkubwa kuliko federation au mkubwa ligi kuu. Njoo brother. Kama tumekukimbia huku tuna mechi, si ndio? Njoo katika mechi. Jafet, si hatuwezi kujibu taarab, si hatuwezi. Wewe timu ukimwona mpaka Haji Manara yupo na kakaa kwa muda, hiyo ni timu ya waimba tarabu, akaagi timu za watu ni uelewa. Kwa msalia wa mechi zilizobaki Saifu Simba, ni kwamba mna mechi 3, 2 zikiwa nyumbani, moja ugenini, kwa maana ya kwamba dabi mwenyeji ni Young Africans. Tafsiri ya kile mnachokizungumza ni nyuzi nyembamba ambayo imewatenganisha baina ya kombe la ligi soka Tanzania bara na kulikosa kombe la ligi soka Tanzania bara. Swali la msingi ni kwamba je, nafasi ya Simba Sports kutwaa kombe ipo kwa Young Africans, au tuondoke na kile ambacho Ahmed Ally amezungumza kwamba kwa msimu huu Simba Sports imefanikiwa, ikitokea kombe likachukuliwa basi ni bonus?
Ahmed Ally ni mtaalamu wa mazungumzo Jafet. Bahati mbaya tunapozungumza mazungumzo ya kitaalamu hata Mburula huwa wanayachukua nao anashare kutaka kutafsiri. Sasa bahati mbaya. Malengo makuu ya Simba, nilikwambia siku moja, ligi kuu haimo, federation haimo. Wanaotakiwa kuweka malengo ya kuchukua ligi kuu na federation ni hawa Singida, Azam FC na hao Yanga ambao hawana uwezo wa kufanya vizuri katika makombe ya kimataifa. Simba shabaha yetu kubwa ni katika mashindano ya kimataifa ambayo mabadiliko makubwa tuliyoyafanya katika kikosi, tulitamani kuwa robo finali na nusu finali, ndio tukaenda mpaka final. Hapo sisi tumekamilisha malengo. Ilizobaki hizi ni bonus, na bonus moja ndo tunataka tuichukue. Jafet, unatakiwa kuelewa. Na maneno haya niliwahi kuyazungumza kama una kumbukumbu nzuri. Nilisema kama lengo la Simba Sports ni kutwaa ligi kuu, siko tayari kuoshana nao. Sisi ni mabingwa ligi kuu mara 20 ngapi? 27. Sisi 21 kama sikosei. 21? 22. Kumradhi kama nitakuwa nimeenda vibaya. 22 kama ni umo hujakosea. Ukitaja 20 hizo zilizoongezeka zitatoka. Umeelewa sijui? Lakini sisi tumekuwa wageni wa nini katika kombe la namna? Hebu nisaidie Jafet. Si hatuwezi kuwa wageni wa namna hiyo. Shabaha ya pili kwa sababu tunakwenda timu 4. Hata tungeshika nafasi ya pili tunaweza kwenda klabu bingwa kwa nafasi hiyo. Umeelewa Jafet? Kwa maana lengo la msingi la Simba, nitalirudia hata wakiwa machampioni wa ile kombe. Lengo la msingi la Simba ni kuchukua klabu bingwa, otherwise shirikisho. Na tukiamua kujidondosha kama Sevilla, mara 2 tu tunabeba hizi na shirikisho. Halina hata shida. Sema kwa sababu lengo kuu ni klabu bingwa ndo hadhi yetu. Shirikisho ni Azam na Singida, tuachie wenyewe wapambanie hilo jambo. Kwa hiyo sisi tunajua ubingwa wa klabu bingwa tunaubeba kwa sababu anayekwenda kutuzuia tusichukue ubingwa hana uwezo huo. Kuonyesha hana uwezo Jafeti. Unakumbuka vizuri kati ya mechi ya Singida na Yanga? Nakumbuka vema. Wachezaji wangapi waliwekwa nje wa Singida ambao ni player wale? Takriban 6. Takriban 6. Wanafika 6. Au nadhani kwa nini waliwekwa nje? Kwa mujibu wa kauli ya mwalimu ni kwamba ilikuwa ni sehemu ya kufanya rotation. Mabadiliko ya wachezaji. Ile ni big match, mechi ijayo walicheza. Wewe unafikiri sababu gani waliwekwa nje? Acha na mwalimu, hizo si siasa. Si unajua Yanga kwa Yanga B. Ni kwamba ukiwakamilisha uwezo wa kuwafunga hawana. Jibu ndio hilo. Ukiwaweka kamili ukaacha mpira uchezwe, lengo uwezo wa kuwafunga kwa mfano kama saizi. Kwa hiyo Saifu unakusudia kwamba finali itakuwa ni mechi rahisi sana kwa Young Africans kuchukua kombe kutoka kwa Singida Black Stars? Yes, kama hawa Singida nao watakuwa hawana malengo. Wewe unayaona malengo kati yao kutoa? Unayaona malengo? Itakuwa ni mechi rahisi kweli. Swali la msingi ni kwamba unayaona malengo ndani yao kuwa wanalihitaji kombe la shirikisho? Hata kama viongozi wao wenyewe wajitambui, wao malengo wanapata wapi? Wao lengo lao litakiwa litimie hapo, kwa sababu Singida kama timu ikibeba shirikisho iko sawa. Hawako na dada zao na huko hawapati. Wewe unafikiria watu waachia? Ngoma ngumu. Yanga ana chake kwenye ligi kuu brother, ana chake. Usipokuja unakatwa 18, ukija tunakukanda. Sio, umenielewa shekhe? Rudia hiyo sentensi. Usipokuja unakatwa 18 na wakija tunawakanda. Yaani hawana chao. Kwa hiyo wataangalia wapunguzwe katika 18 au waje kupigika ili wawe hawana hoja. Wataangalia chepesi kati ya hicho. Anaitwa Saifu Mipapa kutokea ardhi tukufu, ardhi ya Tanga, ambayo amekwenda hivi sasa kwa ajili ya majambo yake. Nadhani tutakuwa naye mjini kwa siku zijazo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Shika kauli yake ya mwisho tarehe 15 hii njiani aja. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, mwezi uliobeba dabi ya kihistoria, dabi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Je, itachezwa? Wao wanakuambia kwamba hawachezi na wameongeza kuwa hawachezi ngo. Tutajua mbivu na mbichi pindi itakapofika tarehe 15. Maalim Saifu, kwa nafasi ulionayo hivi sasa, sema na wadau ambao mioyo yao imepondeka kwa kiasi fulani.
Mimi kwanza niwaombee Mwenyezi Mungu wapate afya njema. Wawe strong katika hili. Nimwambie brother wangu USA Bwana Kiza awe strong sana katika hili. Ami yangu Leicester City amsaidi awe strong, kaka yangu pale London. Mwenelewa vizuri. Ndugu yangu kutoka Msumbiji bwana Chazi Mbedo bwana Chazi Mbedo. Hii Mbedo kidogo inanitokaga shehe wangu. Umeelewa vizuri? Na wadau wengine mama yetu hapa kutoka Merelani, Madam Halima. Yes, Madam Halima, tuambie wawe strong kweli, tena wawe strong sana, kwa sababu hii ndio kanuni ya mpira ilivyo. Haya tunaoyasema ni mambo yanatokezea, na ili uwe mpira ni lazima tulaumiane, ili uwe mpira ni lazima tukosoane. Wadau wote wa Wisport ambao najua kuna wengine hawatakagi kuona Sefu wanaojiwa kwa njia ya simu, tutafanyaje jamani? Ndio maisha, kuna muda na si lazima tutoe maoni yetu, tulishatamba sana. Sasa ukipita muda haupo na usionekane, watu watasema alikimbia. Kwa ni bora itumike hivi ili usikie nini alichokijibu bwana Sefu. Lakini tukumbushe pia kesho kutwa tu hapa Idi tukutane hapo New Tanga Segera. Twende tuangalie box za kutosha. Kutakuwa na Mwinjuma bwana pale. Naibu waziri wa michezo. Naam. Atakuwepo, watu atakuja kutufungulia pale. Lakini shekhe, kama kuna changamoto yoyote ya kidua, basi unaweza ukamtafuta Kasim Maji. Namba ndizo hapo za chini hapo. Ukimpata Kasim Maji shekhe, changamoto zinakwisha. Ni mtu anafanza sana dua. Al-ilmu tuseme, wataalamu wanasema ni al-ilmu. Mtu yuko sawa. Jafeti, kwa kumaliza nisiache Mama G ambaye anawezesha baadhi ya vitu kuwa viko sawa. Sababu akili inakuwa na baadhi ya mambo. Nadhani hiyo unafahamu Jafeti, usiende mbali. Naelewa vizuri. Mimi yangu ni hayo bwana. Bana, huyo ni Seifu Mipapa kama nilivyokujuza. Sauti imeunguruma kutokea Tanga, na kama ambavyo amewajuza walio wengi kwa majina alivyowataja Halima kutokea Merelani pale, inabidi joto litulie kwa hivi sasa. Macho na masikio ligi kusoka Tanzania bara. Je, mnyama anaweza kulipua kombe kutoka kwa wale mabingwa watetezi Young Africans? Tutajua mbivu na mbichi mpaka tamati ya mwezi huu. Nani atakuwa ni bingwa wa msimu wa 24-25? Bado nyuzi nyembamba sana imetenganisha baina ya kombe na yule atakayeweza kulichukua kombe. Mimi naweka nukta. Ni Wisport TV, langu jina Jafet wa Mipango, mwenzangu kwa upande wa mitambo ni Augusto Sabib.